Kwa jina naitwa Frederick Imarwa, natokea Geita. Mimi nilikuwa ni mjasiriamali wa kawaida, na baada ya hapo babangu alikujaga huku Dar, na alikuja kwa ajili ya hili kanisa kwa ajili ya kuja kufunguliwa. Naam, ukao umepata neema ya kufika. Nini kilitokea baada ya kufika, mtu wa Mungu? Kwenye hii siku nilikuwepo hapa kwenye hili kanisa. Tulifanya taratibu zote, tukasali. Baada ya hapo nilichukua mafuta ya mpenyo. Baada ya kuchukua mafuta ya mpenyo, niliondoka nayo kianza kutumia. Ni muda kidogo tu, baada ya siku 2 nikapigwa simu na mtoko wa baba mdogo, yupo huko Geita. Baada ya kunipigia, niweza kweli kwenda. Nilivyoenda niambia mdogo wangu, kama una mtaji kidogo unaweza ukaanzia biashara yoyote tu utakayoona inakufaa. Kweli nilimsikia, na mimi nikaanza kidogo. Duka nililoanzia ni duka la mahitaji. Baada ya hapo nikaweza kununua kiwanja kupitia hilo duka, nikawa nasisitiza kutumia haya mafuta. Baada ya hilo duka nikanunua kiwanja. Baada ya kununua kiwanja nikaweza kujenga frame 3, naweza nikazionyesha. Amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Amen. Bila shaka hizo ndio frame ambazo uliweza kujenga. Ndiyo, ndio hizo nilizoweza kujenga. Baada ya hapo nimeweza kuoa. Baada ya kuoa pia nimeshapata na wewe mwanamke wangu mtoto mmoja wa kike. Baada ya hapo nikaweza kufungua duka lingine la viatu kwenye hizo frame. Hizo 2 nimepangisha, moja hapo nimefungua hapo biashara ya viatu. Mwambie mwenzako mafuta ya mpenyo. Baada ya hapo nimeweza kununua usafiri wangu ambayo ni pikipiki aina ya TBS. Amen. Mtu wa Mungu, mambo tunayoyaona kwa hakika ni makubwa. Haya ni mambo ambayo yametokea ndani ya muda gani, kama unaweza ukakumbuka? Ndani ya mwaka mmoja na miezi 3. Baada hapo nimeweza kununua kiwanja kingine, na nimekuja kupokea uponyaji zaidi ili niende niweze kwenda kujenga nyumba ya kuishi. Amen. Ushauri wangu kwa wale ambao waamini hili kanisa linawezesha mtu na linaweza ikamvusha mtu kutoka kwenye hatua moja kumpeleka kwenye hatua nyingine.